Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaridhia. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa cha baraka sana. Tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu, maana ahadi hizi ni muhimu sana 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 katika maisha yetu. Tuko kitabu cha Mwanzo bado, na tunaangalia sura ya 26 sasa. Sura ya 26 tasoma mistari ya michache hapa. Taanza wa 12, nitaruka nitaenda mstari wa 23. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Mstari wa 18, Isaka akarudi akavichimba vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye. Mstari wa 23, akapanda kutoka hapo mpaka Berisheba. Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wake Isaka wakachimba kisima huko. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, baada ya kumaliza kuziangalia ahadi kwa Ibrahimu, sasa tumefika kwa mwanawe Isaka. Tumefika kwa mtoto wake Isaka. Hapa tunakutana na ahadi anaahidiwa naye Isaka. Mambo yaliyoahidiwa kwa Isaka ni haya. Sura hii ya 26 mstari wa 24, Bwana akamtokea usiku ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kukuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Angalia, anamwambia usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Anamwambia mimi niko pamoja nawe. Hiyo ni ahadi kwamba nitakuwa pamoja nawe, wewe usiogope. Usiogope maana yake alikuwa anataka kutia hofu katika safari yake, lakini Bwana akamtokea akamwambia usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kama nilivyomwahidi Ibrahimu baba yako, kama nilivyomwambia Ibrahimu baba yako. Kwa hiyo jambo muhimu hapa, usiogope, nitakuwa pamoja nawe, nitakubarikia wewe na uzao wako kama nilivyomwambia Ibrahimu baba yako. Hili ni ahadi ya ajabu ambayo ameahidiwa. Anasema nitazidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Ndugu zangu wapendwa, wewe hasa unayenisikiliza na kufuatilia jambo hili, ziko ahadi nyingi kwa baba yetu kwa ajili yetu. Tunamwona Mungu anamwahidi Isaka mara tu baada ya baba yake kufariki, akachukua nafasi ya baba yake. Mungu anamchukua, anamweka kando na kusema naye kwamba najua unataka kutia hofu ndani yako, lakini usiogope, maana mimi nipo pamoja nawe, nitakubariki na nitauzidisha uzao wako. Wakati ule ule Isaka na Rebeka walikuwa hawana mtoto, bado hawajazaa mtoto, maana huyu mama pia alikuwa tasa. Lakini hatimaye Mungu anamwambia nitauzidisha uzao wako, nitauzidisha. Jambo muhimu anamwambia usiogope. Je, unaogopa? Safari bado, usiogope. Je, unaogopa? Changamoto zipo tu, usiogope. Hata hivyo, kitu muhimu Mungu anasema niko pamoja nawe. Mimi sijui unakutana na changamoto gani, sijui unakutana na mambo gani, lakini ahadi ni hii, usiogope, maana mimi niko pamoja nawe. Mungu wetu ni wa ajabu. Anatuacha katika changamoto tupite humo, anatuacha katika matatizo tupitie, anatuacha katika magumu tunapitia, anatuacha tunalia na kuhuzunika,
anatuacha karibu ya kukata tamaa, lakini bado anasema mimi niko pamoja nawe. Huyu ni Mungu wa ajabu. Mimi ninashangaa kwamba yuko pamoja nami, lakini bado ananiacha ninateseka, napata shida. Ndicho kilichomtokea na Isaka. Isaka akakata tamaa. Bwana akamwambia, usiogope, niko pamoja nawe. Kitu gani kilimkatisha tamaa? Baadaye upate muda usome. Kulikuwa na ugomvi ulitokea, visima vyao vikaharibiwa na maadui zao, lakini wakaenda wakavichimba tena upya, vikatoa maji. Ndipo hiyo ilikuwa ni changamoto kwa Isaka sana. Biblia inasema akavichimba vile visima vya maji walivyokuwa vimechimbwa siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia. Wafilisti walikuwa wamevifukia vile visima. Ilimchanganya sana huyu baba, na ikafika mahali Mungu akamtia moyo, akasema usiogope, mimi nitakuwa pamoja nawe, na kubariki nitakubariki, na uzao wako nitauzidisha. Je, umeshapata ahadi hiyo ya kupewa ahadi ya kutokuwa na mashaka? Umeshaambiwa na Roho Mtakatifu au na Mungu kwamba usiogope? Neno usiogope, watafiti wa mambo wanasema liko mara 365 kwenye Biblia. Maana yake kila kukicha kuna neno usiogope. Nami nikwambie usiogope. Potelea mbali unapita katika jambo fulani, potelea mbali hujafikia malengo ya jambo fulani, potelea mbali magumu mengine yanakuandama. Hata hivyo usiogope. Ahadi ya Baba iko inasema niko pamoja nawe. Niko pamoja nawe ni neno la kila siku la Roho Mtakatifu au la Mungu katika maisha yetu, kwamba usiogope, niko pamoja nawe. Kama huna uzoefu huo kusikia sauti ya Mungu, tafuta uijue. Neno hili atakwambia mara nyingi. Kwa nini? Kwa sababu tunapita katika ulimwengu mgumu, ulimwengu wenye matatizo, ulimwengu uliosongwa na mambo. Kwa hiyo na sisi tunasongwa na mambo mengi. Kwa hiyo tunahitaji kutiwa moyo na Baba yetu wa mbinguni. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Endelea kufuatilia upate faida ya haya ninayokuletea. Na Mungu wa mbinguni akubarikie sana. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.